Maji ndio yamefurika, hatupiti kwa wakati. Watutengenezee daraja. Warigani Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali isiwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu ya kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutoka hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Mtambi, amesema serikali imeanza hatua madhubuti za kutatua changamoto ya muda mrefu ya barabara ya Musoma Majita yenye urefu wa kilomita 40. Barabara hiyo ilikuwa ikisababisha adha kubwa kwa wananchi, hasa nyakati za mvua. Mkuu wa mkoa amesema tayari mchakato wa kumpata mkandarasi wa ujenzi wa barabara hiyo unaendelea ili kuhakikisha wananchi wanapata miundombinu salama ya kudumu. Kanali Mtambi amesema serikali haitakubali wananchi kuendelea kupata mateso ya usafiri, huku wakaidi kuchukua hatua za haraka kurejesha mawasiliano ya barabara hiyo muhimu inayounganisha maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara. Serikali imeshachukua hatua za muda mfupi na muda mrefu kwa ajili ya kukabiliana na kadhi ya hii. Iko barabara nyingi kwenye mkoa wetu wa Mara ambazo serikali imeshachukua hatua, mikakati ipo, wakandarasi wanatafutwa, wengine wali kuwepo, taratibu zinafanyika, warudi waendelee na kazi kwa haraka. Lakini niseme tu, nichukue fursa hii kwa namna ya pekee sana kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mara kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametutizama kwa jicho la huruma, kwa jicho la huruma mpaka tukapata fedha kwa ajili ya miradi kama hii. Sote ni mashuhuda, unaona pasipopitika vizuri kunakuwa na kadhi ya kubwa, na sio pabaya sana hapa. Mbele kule kuna lile daraja la Suguti, lile ndo complicated zaidi. Hapa you can still manage, ukanegotiate ukapita, lakini lile la Suguti kuta limefurika hivi, there is no way you can risk. Upande wake, kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Mara, Mhandisi Musa Kaswahili, amesema zabuni ya mradi huo ilitangazwa rasmi Mei 4, 2026 na inatarajiwa kufunguliwa Juni 4, 2026 ili kumpata mkandarasi atakayetekeleza ujenzi wa kiwango cha lami katika barabara hiyo. Tulishaifanyia usanifu wa kuijenga kwa kiwango cha lami barabara yote, lakini serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kuijenga kwa awamu, na kwa sasa hivi barabara hii ilitengewa fedha ili ijengwe kwa kiwango cha lami kilomita 40 ambazo zinaanzia pale mjini kwenye roundabout ya pale katikati ya mji, inaenda paka pale Kusenya, ambazo ni kilomita hizo 40. Na awali barabara hii ilitangazwa ili ipate mzabuni. Baada ya kufanya uchambuzi wa wazabuni waliokuwa wamependekezwa au walioomba wakaja na bei kubwa zaidi, ambayo ikaonekana kwamba kwenda nao kuifanyia kazi ni hasara. Kwa hiyo yakafanyika mapitio ili ifanyiwe utangazo upya. Kwa hiyo imetangazwa jana tarehe 4 mwezi wa 5 kwa awamu ya pili, ambapo zabuni hiyo inatarajiwa kufunguliwa tarehe 4 tena mwezi wa 6, ambao ni hizo kilomita 40. Kilomita hizi zinajumuisha pia eneo hili ambalo tupo ni Nyasahungu, ambapo kwenye usanifu tuna jumla ya maboksi 3 ambayo yatajengwa, madaraja ambayo ni box culvert ziko 3 zitajengwa eneo hili. Lakini pia eneo jingine ambalo ni korofi ni eneo la Suguti. Suguti pale kuna eneo ambalo ni kevu, kwa hiyo ile barabara pale inajengwa daraja. Ni moja ya usanifu wa mradi huu. Lakini kwa changamoto jinsi ilivyo sasa hivi, sisi kama mkoa tumeona kwamba prosesi za kutangaza mpaka kuja kupata mzabuni ambaye anakuja kujenga hizo kilomita 40
Wakati mwingine tumeona mkoa wa Mara tuna miradi ambayo inaendelea, ina muda mrefu. Kwa hiyo pia hata kama tukipata mzabuni pia anaweza akachelewa. Nao wakazi wa eneo la Nyasaungu na Suguti wilaya ya Musoma wameeleza kuchoshwa na hali ya barabara hiyo ambayo kwa miaka mingi imekuwa chanzo cha mateso. Wananchi hao wamesema barabara hiyo imekwamisha shughuli za kibiashara, usafiri na huduma za afya na hata kuhatarisha usalama wa wananchi. Wananchi hao wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa mradi huo ili kuondoa kilio cha muda mrefu cha wananchi wa eneo hilo. Hii changamoto inakuwa inatuathiri sana sisi wasafirishaji na wapita njia kwa ujumla. Kwa hiyo tunaomba serikali jitahidi sana itutengezee barabara, kama ni daraja pia weke daraja kubwa ili tuweze kufanya shughuli zetu kwa umakini zaidi. Hii imekuwa ikituathiri sana wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuna watu wanategemea sana shughuli kule kwenda Majita, kwenda Bwai, lakini wanakwama kutokana na changamoto mvua inavyonyesha. Ndio hayo tu. Tuletea changamoto sana. Asilimia kubwa pindi ambapo mvua zinavyoendelea kunyesha tunakuwa na changamoto asilimia kubwa, wanafunzi waendi shule, pia shughuli zetu za kimaendeleo pia zinatuletea changamoto. Pia ningeiomba serikali iweke mchakato wa angalizo kidogo, angalau wakati wa kipindi hiki cha mvua, angalau watufanyie maelekezo wakati wa kutengenezaji wa daraja. Pia vingine ni ambayo nilitaka kuongezea, kwa sababu changamoto hii imekuwa hapa kwa muda mrefu, sio leo wala kesho, zaidi ya miaka 15 kuendelea. Kwa hiyo tunaiomba serikali napoiangalie kwa namna moja ama nyingine ambayo inaweza kututatua kwa sababu ya utengenezaji wa hili barabara. Mimi naitwa Songora K Kingo, mkazi hapa kijijini Kiemba. Hiki ni kitongoji cha Nyasaungu. Barabara hii imekuwa na kero kwa muda mrefu. Gari zikipita hapa zinasimama, wananchi wanapita kwa shida. Mpaka kufikia leo mkuu anakuja, mkuu wa wilaya na wazabuni, tunashukuru sana kwa hilo. Asanteni. Tumeshahangaika sana kuvuka kwenda kuemea. Tunahangaika, maji yakijaa, hata chumvi pia inakuwa shida. Sisi ombi letu kwa tunaomba tutengenezewe hapa daraja ili tuweze kuvuka. Wanafunzi pia wanapata shida wakati wa kuvuka kwenda shuleni. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, na kuifanya kuwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.